Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 2 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema mifugo 321 yakamatwa ikitoroshwa kwenda nje. Mifugo 321 yakamatwa ikitoroshwa kwenda nje. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Na wimbi jipya la wanaume kuzaa nje kisa wake wagumba. Wimbi jipya la wanaume kuzaa nje kisa wake wagumba. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 11 kwenye gazeti la Nipashe. Lakini vita mpya ndani ya Chama cha Mapinduzi, CCM Chadema, viongozi wapya CCM warusha makombora, Chadema yajibu. Vita mpya CCM Chadema, viongozi wapya CCM warusha makombora, Chadema yajibu. Lakini njia za panya zinazotumika kutorosha mbolea ya ruzuku. Njia za panya zinazotumika kutorosha mbolea ya ruzuku. Lakini Tanzania kinara afya mama na mtoto barani Afrika. Tanzania kinara afya ya mama na mtoto barani Afrika. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru. Yenye linaandika habari inayosema mstaafu bunge asimulia namna PSSSF ilivyompa tabasamu. Lakini Brela NEM 88 huduma zetu nyingi sasa zinapatikana mtandaoni. Brela 88 huduma zetu nyingi sasa zinapatikana mtandaoni. Lakini kasi ya TADB yamfurahisha waziri mkuu, ashangaa kuona ndani ya miaka mitano tu imefanya makubwa, aipongeza kwa kukopesha zaidi ya trilioni 1.5 kwa kipindi kifupi. Lakini hii ni takwimu ambayo imeongeza idadi ya mikopo ya serikali kwa sekta binafsi, na mikopo iliyotoa ni msingi mkuu wa ukuaji wa uchumi na sekta binafsi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru. Na Rais Samia azindua hospitali ya Julius Nyerere nchini Angola. Huyo ni Rais Samia azindua hospitali ya Julius Nyerere nchini Angola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Biashara Leo lenye naandika maonesho ya 88 kupaisha uchumi Dodoma. Lakini Dr. Mwigulu apongeza mafanikio benki ya TADB, na mstaafu wa bunge asimulia utamu wa kuwa mwanachama wa PSSSF. Lakini TPDC yaanza utafiti wa mafuta ziwa Kitangiri Singida. TPDC yaanza utafiti wa mafuta ziwa Kitangiri Singida. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na wazi, asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mwanamke aliyedanganya kutekwa apigwa pingu na polisi. Mwanamke aliyedanganya kutekwa apigwa pingu na jeshi la polisi. Lakini bunge la ishukuru PSSSF kwa kuwapa elimu ya hifadhi ya jamii. Na Dr. Akwilapo atatua mgogoro wa ardhi Ngeta. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, waziri mkuu aagiza TADB iwezeshwe zaidi kifedha. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini REA yasambaza majiko ya gesi Busega, na Brela yaboresha mfumo wa usajili huduma nyingi sasa kupatikana mtandaoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika waziri mkuu aipa kongole TADB. Lakini PSSSF yatoa elimu kwa makatibu wa kamati za bunge. Hiyo ni habari endelea kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia gazeti lako la Zanzibar Leo lenye kurasa mbele linaandika viongozi wa dini wasifu maridhiano yaliyofikiwa. Au ni viongozi wa dini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo wasifu maridhiano yaliyofikiwa. Lakini nitatimiza ahadi zote, huyo ni Hemedi asema nitatimiza ahadi zote. Lakini waziri mkuu anahimiza wajasiriamali kuchochea uchumi. Waziri mkuu anahimiza wajasiriamali kuchochea uchumi na mfumo wa stakabadhi ghalani
waingiza trilioni 2.2 kwa wakulima. Mfumo wa stakabadhi ghalani waingiza trilioni 2.2 kwa wakulima. Na ajali ya basi Afrika ya Kusini yaua watu 11. Ajali ya basi Afrika ya Kusini yaua watu 11. Waziri Leila watunuku nishani wanafunzi bora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaanza na habari inayosema wazazi waepuke kuwa chanzo ndoto za mabinti kuyeyuka. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo linasema wazazi waepuke kuwa chanzo ndoto za mabinti kuyeyuka. Lakini Angola yaiheshimisha Tanzania. Angola yaiheshimisha Tanzania mgogoro wa kugrow ngozi bomu jipya afya ya jamii. Lakini bado kwenye gazeti lako la Mzalendo kuna habari inaandika Mwanri aanza kwa kasi. Huyo ni Mwanri aanza kwa kasi, lakini kazi na utu sasa kufuta sheria kutaifisha mifugo na mkorogo kugrow ngozi bomu jipya afya ya jamii. Mkorogo na kugrow ngozi bomu jipya afya ya jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini dawa shampoo husaidia nywele. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo tuangazie kwenye gazeti lako la An-Nur lenye linaandika tusameheane, turidhiane, tutekeleze tuliokubaliana. Lakini mchungaji Nelson agawa Biblia Kizaramo Pwani, afanya mahubiri nyumba kwa nyumba, na Sheikh Leman ahukumiwa kunyongwa, ajumuishwa na mashehe wengine 5. Lakini mtihani wa taifa wa EDK Kiarabu hufanyika Agosti 13, wanafunzi zaidi ya 167,000 kufanya mtihani huo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Kiongozi linaandika habari inayosema tamko la maaskofu wa MCA. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini Askofu Nyaisonga mwenyekiti mpya MCA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Kiongozi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Kiongozi kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaangazia gazeti lako la Maono lenye linaandika Dr. Biteko ataka wadau Bukombe kucheza na fursa kiuchumi baada ya kutaka kuzindua uwanja wa kisasa wa Bukombe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Maono kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo lenye linaandika habari inayosema Infantino akubali aishe FIFA. Lakini Shime afunguka kufungwa na Burkina Faso. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kurasa za michezo linaandika shida iko hapa, Simba 5 Yanga 10 tatizo lile lile. Shida iko hapa, Simba 5 Yanga 10 tatizo lile lile. Lakini uwanja gumzo kuu mkutano Yanga, uwanja gumzo kuu mkutano Yanga. Na Diamond Zuchu mambo yameisha, lakini FIFA yachomoa kuuza kombe la dunia. Lakini mastaa wawili wategwa Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.